Haleluya. Tunaendelea na ujumbe wa kurudi kwa Yesu Kristo, na hii ni sehemu ya 10, na tuko kwenye kipengele kinachosema kurudi kwa Kristo mara ya pili. So huu ni wakati ambao baada ya kanisa kutwaliwa kwa miaka 7 na kuwa na karamu ya miaka 7 mbinguni, kutakuwa na kipindi baada ya mapigo ya awamu ya mwisho ya mtawala au utawala wa mpinga Kristo. Patakuwa na ujio wa pili wa Yesu Kristo na watakatifu wake, wale waliokuwa nao katika karamu ya miaka 7. Baada ya karamu ya miaka 7 Yesu atashuka duniani. Biblia inasema kila jicho litamuona, kila ulimi utakiri, kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 mstari wa 30. Mathayo sura ya 24 mstari wa 30. Kuna maneno ambayo Yesu alizungumza, naye anasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Lakini kile kitabu cha Yohana sura ya 19, Yohana sura ya 19 mstari wa 37, mstari wa 37, kuna maneno Yesu amezungumza pale. Yesu anasema, na tena andiko lingine la nena, watamtazama yeye waliyemchoma. Lakini pia ukisoma kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 14 na 15, utaona kuna maneno Yuda alizungumza juu ya Yesu kuja na watakatifu wake. Yesu kuja na watakatifu wake. Yuda sura ya kwanza mstari wa 14 na mstari wa 15. Kitabu cha Yuda, Biblia inasema, Yuda kwanza anazungumza juu ya utabiri wa vile ambavyo Henoko katika Agano la Kale alitwaliwa na Mungu, ikiwa ni sura au picha ya kuonyesha vile Kristo atakuwa anazungumza juu ya Yesu na watakatifu wake. Biblia inasema, na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameanena juu yao. So anakuja na watakatifu wake kwa ajili ya kuleta hukumu, lakini kwa ajili ya wale wote waliokuwa chini ya nchi ambao walikuwa hawajamwamini, maneno waliokuwa wanatamka wakati akiachilia mapigo katika awamu iliyopita. Nafikiri tumeyazungumzia hayo na tumeyatazama kwa kina. Ujio huu wa Yesu ni yeye kuja kutawala kama mfalme sasa kwa miaka 1000 duniani. Na tunajua kwamba Israeli ni watu ambao hawamwamini Yesu kwa asilimia kubwa, kwa sababu walikuwa wanajua anakuja kwa sura hii kama mfalme, kitu ambacho kitatokea tu wakati atakapokuwa anakuja kuwapigania, atakapokuwa anashuka kwa ajili ya kuja kuwapigania watakatifu wake wale walikuwa wamezingirwa, nyakati ambazo Israeli itakuwa imezingirwa na mataifa yote yenye nguvu kupigwa. Ndipo ambapo katika huo wakati Yesu Kristo atakuja kama mfalme kwa hii miaka 1000. Kwa makao makuu yake atakuwa Yerusalemu, na utawala wake utakuwa wa amani na haki. Danieli ile sura ya 7 mstari wa 9 hadi wa 14 anaelezea hilo. Lakini Ufunuo wa Yohana sura ya 5 alizungumza, sura ya 5 mstari wa 10 anazungumza juu ya wanaotawala pamoja na Kristo. Sura ya 5 mstari wa 10, ngoja nianze mstari wa 9. Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe ukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa.
ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hapa Yohana anazungumza juu ya nyakati ya ujio wa Yesu, vile ambavyo tutamiliki juu ya nchi. Watu wanaomwamini Kristo watamiliki juu ya nchi katika utawala wa miaka 1000 wa Yesu Kristo. Jambo hilo analudia tena kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 11 hadi mstari wa 20. Kwa Wayahudi na wanafunzi walidhani kipindi hichi ni kipindi ambacho Yesu kabla hajaondoka. Ndio maana walimuuliza, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kuna baadhi ya maswali walimuuliza Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 10 na wa 11, kuna maneno wanafunzi walimuuliza Yesu wakidhani ndio kipindi cha Yesu kuja kutawala baada ya kufufuka, kuja kutawala kwa miaka 1000. Biblia inasema Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 10 na wa 11, walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Kwa hiyo walidhani baada ya kufufuka atakuwa mtawala, lakini malaika wa Mungu waliwasaidia kuweza kujua Yesu vile anavyoenda ndivyo atakavyokuja, na atakuja na watakatifu wake. Yesu atawahukumu watu katika dhiki kuu na kuwabagua wale Wayahudi 144,000 na tofauti ya wale waliomkubali na wale waliomkataa. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo sura 25 mstari 31 hadi 46 anasema atawabagua watu kama vile mchungaji anavyobagua mbuzi na kondoo, wasioamini na walioamini, watu wale 144,000 na wale waliomkataa atawafanyia utofauti, atawatofautisha. So kabla ya Yesu kushuka, mpinga Kristo atakuwa amefanikiwa kuwashawishi majeshi ya nchi nyingine kuuzunguka Yerusalemu, kuupiga. Hivyo kushuka kwa Yesu ni kusudi la kuwalinda mabaki 144,000 walioteswa na kulishikilia jina lake. Ndio kusudi la Yesu kuteremka. Tukisalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7, Biblia inasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. So wao walidhani ndio wakati wa Yesu kutawala kama mfalme, na Yesu anaficha akionyesha nyakati hiyo bado ya kuja kama mfalme kutawala na kuwapa nafasi. Lakini ujue katika huu wakati utawala wa dola ya Kirumi ulikuwa bado unatawala robo tatu ya ulimwengu. Kwa hiyo ikiwemo Israeli pia ilikuwa inatawaliwa, walikuwa katika mateso makali, kodi kubwa. Na walitamani kumuona Masihi akija kama mfalme na akiwasaidia kupigana vita, lakini Yesu alikuwa anamaanisha ni wakati wa utawala wa miaka 1000. So Yesu atashuka kuingilia vita vinavyoitwa katika Biblia Hamagedon, kwa kuwaangamiza waasi na kupiga utawala wake. Hii ni baada ya maneno ambayo tulisoma kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 10 hadi 31, baada ya jua kutiwa giza. Lakini pia ukisoma Yoeli sura ya 3 mstari wa 14, mwezi kutotoa nuru yake. Tasoma kuhusu Mhubiri sura ya 12 mstari wa 2, nyota kuanguka. Lakini pia utaona vile ambavyo kitabu cha Ezekieli sura ya 32 mstari wa 7 hadi wa 8, maeneo ambayo yanaonyesha nguvu za mbingu kutikiswa. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 18, atakuja mawinguni na utukufu baada ya mvua kubwa. Kwa hiyo Yesu atashuka katika mlima wa Mizeituni, Mathayo sura ya 21 mstari wa 1
Biblia inasema hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia. Kwa katika huu mlima ndipo ambapo Yesu atashuka wakati akija kutawala. Kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 3, Biblia inasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yes, maneno kama hayo anarudia kwenye Mathayo sura ya 26 mstari wa 30, Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 37, Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 39, lakini Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza anarudia maneno hayo katika eneo la mlima wa Mizeituni. Kwa tetemeko kuu litaupasua mlima wa Mizeituni na kuzaa bonde kubwa, bonde la ufa, ambalo wale wateule 144,000 watalitumia kujihifadhi dhidi ya majeshi ya mpinga Kristo. Na hii inafunuliwa katika kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema, na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake. Upande wa mashariki na upande wa magharibi litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la mlima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseli. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda, na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Kwa unaona, ili bonde ndilo ambalo litatumika kutunza wale watu 144,000 wale ambao wamebaki wanatumaini jina la Mungu, ili kupisha vita ambayo itakuwa inapigana. So tazame kidogo neno Hamagedon, Hamagedoni, ni neno lenye maana ya mlima wa Megido, Megido, uliopo nchini Israeli. Ni eneo litakalotumika kama uwanja wa vita. Kitabu cha Ufunuo sura ya 16, kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari ule wa 16 hadi mstari wa 21, 16 hadi 21, Biblia inasema, wakakusanyika hata mahali palipoitwa kwa Kiebrania Hamagedon, na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikasema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Mstari wa 19, na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama taranta, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno. So vita itakuwa hapa. Kristo Yesu atasimama kwa ajili ya kumpiga mpinga Kristo na kumfutilia mbali na majeshi yake yote. Lakini utaona kuna kitu ambacho kinazungumzwa katika maandiko, kinasema tauni, kwamba nyama za miili yao itaharibiwa na kuoza wakiwa wamesimama. Kutoka kuna pigo, hao wanajeshi wakiwa wamesimama, uozo utaanza kutokea ndani ya vichwa, ndani ya ndimi, ndani ya macho, unaona mtu anaanza kuoza na anaanguka ghafla. Kwa Yesu atakuwa amesimamisha jeshi lake na atakuwa anawaangusha, anawapiga, hawatakuwa na nguvu ya kuweza kushindana naye.
Kwa hiyo ataua kwa upanga. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 20 na 21, 20 na 21, Biblia inasema usome mstari wa 20 na 20. Soma mstari wa 20, 19 na 20. Malaika yule akautupa mundu wake hata nchi, akauchoma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatama ya farasi kama mwendo wa maili 2. Unaendelea kuona mapigo na hasira ya Mungu juu ya ulimwengu. Kwa hiyo ndege wa angani wataamriwa washuke kula mizoga ya haya majeshi ya mpinga Kristo, na hii kwenye maandiko inaitwa karamu ya wanyama. Karamu ya wanyama. Kile kitabu cha Amos sura ya 8, Amos sura ya 8, Amos sura ya 8, ule mstari ni wa kwanza mpaka wa 3. Mstari ni wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasema, haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu, tazama kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Akaniambia, Amosi, unaona nini? Nikasema, naona kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Ndipo Bwana akaniambia, mwisho wao umewajilia watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe. Tena nyimbo za hekalu zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mizoga itakuwa mingi kila mahali, wataitupa wakinyamaza kimya. So anazungumza juu ya karamu ya wanyama. Lakini kitabu cha Ezekieli sura ya 43 mstari ule wa 7 anazungumza kitu kama hicho. Ezekieli sura ya 43 mstari wa 7 anazungumza tukio hilo akisema, Biblia inasema, akaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi na mahali pa nyayo za miguu yangu, nitakapokaa kati ya wana wa Israeli milele, na nyumba ya Israeli hawatalinajisi jina langu takatifu tena. Wao wala wafalme wao kwa mambo yao ya kikahaba, na kwa mizoga ya wafalme wao katika mahali pao pa juu. Kwa mpinga Kristo na nabii wa uongo watatupwa katika ziwa la moto wakati huu Kristo akishuka. Watatupwa wakiwa hai, na hiyo inafunuliwa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 11 hadi 21. Inaonyesha wazi vile ambavyo watatupwa wakiwa hai. Majeshi ya mpinga Kristo watafanyiwa maziko kwa miezi 7. Kwa wingi, yani kwa sababu ya wingi wa maiti zao wanajeshi wake watazikwa. Mazishi yatachukua miezi 7, wanazika kila siku mpaka miezi 7. Kwa hiyo inamaanisha ni miili mingi sana, na watakuwa wamekufa vibaya sana, watakuwa wametapaka kila eneo. Lakini Biblia inasema silaha za majeshi ya mpinga Kristo zitageuzwa kuni. Kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 39 mstari wa 8 hadi wa 13. Taanza mstari wa 8 hadi wa 13. Biblia inasema, tazama linakuja nalo litatendeka, asema Bwana Mungu, hii ndiyo siku ile niliyoinena. Hao wakaao katika miji ya Israeli watatoka, nao watafanya mioto kwa silaha za vita na kuziteketeza, ngao na vigao na pinde na mishale na mafumo na mikuki, nao watazitumia kama kuni kwa muda wa miaka 7. Yani hizi silaha zao zitatumika kama kuni kwa ajili ya kuwazika, au wengine kwa ajili ya kuwachoma. Hata mstari wa 10 nasema, hata hawataokoa kuni mashambani, hawataokota kuni mashambani, wala hawatakata kuni msituni, maana watafanya mioto kwa silaha zile, nao watawateka nyara watu waliowateka wao, na kuwanyang'anya vitu vya watu walionyang'anya vitu vyao, asema Bwana
Mungu. Tena itakuwa katika siku hiyo, nitampa Gogu hakuzikia katika Israeli bonde la wapitao upande wa mashariki wa bahari, nalo litawazuia wapitao, na huko watamzika Gogu na watu wake, jamii moja na jamii yote, nao wataliita bonde la Hamon Gogu. Kwa kuwa na kwa muda wa miezi 7 nyumba ya Israeli watakuwa wakiwazika, wapate kuisafisha nchi. Naam, watu wote wa nchi hiyo watawazika. Itakuwa ni sifa kwao katika siku ile nitakapotukuzwa, asema Bwana. Kwa hiyo ni bonde la maziko, linaitwa Hamon Gogu, mashariki mwa bahari ya chumvi, au kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2 inaitwa bonde la Yehoshafati, bonde la Yehoshafati. Hukumu itafanywa kwa waliosalia, ndio watawabagua kama mbuzi na kondoo. Na hapa unaona wanafunzi wa Yesu, kabila 12 za Yesu Kristo, na watakatifu watafanyika kuwa mashahidi, watakuwa wanathibitisha wale ambao wamemkubali Yesu, waliokuwa wamesalia hapa na wale ambao hawajamkubali Yesu. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 kuna maneno ambayo Mtume Paulo anazungumza, ule mstari wa 25, anasema mstari wa 20 mstari wa pili Biblia inasema, hawamjui ya kwamba watakatifu watawahukumu ulimwengu, na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Kwa anazungumza habari ya watakatifu, anazungumza habari ya wanafunzi, habari ya watu makabila 12, wale ambao wamethibitishwa na Mungu kwa ajili ya kufanya hukumu. Kwa hiyo shetani atafungwa kwa miaka 1000 wakati Yesu akiwa anatawala, na utathibitisha hilo kupitia kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20